mwenyekiti wa Kigango na mwenyekiti na katibu wa Kigango, lakini na baba paroko, lakini na waumini kwa ujumla, niseme tu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mimi niseme wana Kitiangare, ni kweli kama alivyosema mwenyekiti wangu wa kijiji na ni katibu wa Kigango, mimi ni muumini katika kanisa hili la Katoliki. Baba paroko anajua tumefanya kazi nyingi ya kanisa. Lakini nyingine nimpongeze kakaangu Milia kwa kutoa dume na sio mgeni rasmi. Naomba tumpongeze. Sababu inawezekana katika Kitiangaya au kwa muda mrefu katika kanisa kwa muda mrefu, ndio maana mmemwogopa awe mgeni rasmi. Lakini yeye kwa kuguswa ametoa hiyo ndama. Na pia hata wageni rasmi sijaona aliovuka ndama. Hakuna aliovuka ndama. Kwa hiyo na yeye ni sehemu ya wageni rasmi, tumpongeze. Lakini nyingine niseme tu baba paroko, niliwahi kuwa mwenyekiti wa Jumuiya Takatifu Joseph katika Komolo. Kwa hiyo kanisa nafahamu vizuri na mimi ni muumini vizuri katika kanisa hili. Lakini lingine mimi niseme tu wana Kitiangare, mimi sina mengi ya kuongea. Kwanza naomba wenye viti wote wa vitongoji waje, lakini akiwa mwenyekiti wa kijiji yupo, naomba mje wapo wote. Naomba waje. Sasa hivi tunasubiri kuapishwa. Kwa hiyo tuko katika kusubiri majukumu ya serikali, lakini pia na kusaidia wananchi. Hatuna mpya zaidi ya hiyo. Lakini nyingine niseme tu kwamba katika waumini wote na wageni rasmi, kuna mmoja aliongea na amenigusa vizuri sana. Kuna mama mmoja yuko wapi aliongea kwamba wazungu wamechukua baraka zetu. Huyo mama amenigusa mimi. Kwa nini? Najua katika kanisa kila kitu ni ushuhuda. Mimi baada ya amu yangu ya kwanza nilikuwa mgeni rasmi kwa siku moja ambayo ni Jumapili ya leo. Katika Katoliki, lakini katika KKT nilibahatika kuchangia, na sio kwamba na fedha milioni 6 kwa siku moja, nikiungwa mkono na marafiki. Kanisa la Katoliki imepata viti, lakini kanisa la KKT pia nao walikuwa wanalilia viti. Kwa hiyo kwa siku moja walipata hiyo baraka. Kwa hiyo yule aliyosema tuchangia, najua ilikuwa tunanong'ona hapa kidogo, tunasema hakuna mganga sasa hivi zaidi ya kanisa. Kwa hiyo nawaambia, wakati tunanadi sera zetu ilikuwa nasema hawa vijiji vyote hii mbili wanaipenda kesi, sitaruhusu waende kesi. Nilisema wafanye maendeleo katika vijiji vyao, lakini pia wajitolee katika kanisa kama wanavyojitolea. Hii ndio kazi naitaka mimi. Hii sasa wanaifanya. Kwa hiyo nimeona wamama, naomba tuwapongeze wamama wa Kitiangare. Nimesema tuwapongeze wamama kama walivyokuwa jasiri kwa kuchangia kanisa, lakini pia na kuwa wageni rasmi. Naomba tuwapongeze. Sijajua wametoa nini, lakini katika kuzunguka sijawahi kuwaona wamama wajasiri na kupenda kanisa. Haijawahi tokea. Inawezekana hata baadaye kajumuishwa wamama wakatanguliza fedha. Sasa wakitanguliza na nyinyi mrudie kuchanga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niseme tu kwa sababu ya muda, mwenyekiti wangu wa kijiji, mimi nasema hivi, ninachosubiri ni kuapishwa. Wananchi wa Kitiangare, ninachosema tuwe wavumilivu lakini na kuheshimu viongozi. Hiyo mimi nasema kwa kuwashauri. Lakini nyingine nasema mwenyekiti wa kijiji, baadaye napoapishwa, sehemu ya kwanza mtendaji, mimi kukutana na serikali ya kijiji na mkutano mkuu ni Kitiangare. Lakini pia nyingine
niwaambie sitafuti kura. Kwa hiyo anayefikiri nasema kwa sababu ya kutaka kura imejaa, nasubiri kuapishwa. Amina. Marafiki wanayekimbilia maeneo ya mifugo kwa maana ya malisho, muanze kuvaa viatu. Hiyo ndio sera yangu. Amina. Amina. Kama umevamia sehemu ya malisho, narudia, mimi sitaki kujua huyu ametoka katika kambi gani. Mimi ninachotaka kuchukua nyaraka ya kijiji mlioweka wenyewe na kubainisha malisho. Mwenyekiti, baadaye itakapokuwepo kesi yaliyoingia sehemu ya malisho, nasema na mtendaji, kazi yako kuandika barua, mnanitaarifu, mimi nitakuwepo katika kuzungumza na huyo aliyoingia katika malisho. Hiyo ndio sera yangu. Piga makofi kwa diwani. Kwa hiyo kazi yako ni kuandika tu, lakini mimi nitazungumza amepewa na nani. Lakini baada ya kuvamia maeneo ya malisho ambayo ni sehemu wazi ya kijiji, hiyo sasa ni kazi ya kijiji. Mtendaji na mwenyekiti, mtaniambia mlikuwa wapi? Sawa kabisa. Hao waliokuwa jasiri na kung'oa maeneo wazi ya kijiji wamepewa ujasiri na nani? Piga makofi kwa diwani. Kwa hiyo wewe rafiki yangu, kama umezoea kutoa fedha, changia kanisa, utabarikiwa. Amina. Lakini la pili, kama umezoea kutoa, kajenge maendeleo ya Kitiangare. Piga makofi kwa diwani. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nimesema hivyo kwa faida ya wana Kitiangare. Amina. Nilizungumza kusema sitaki migogoro. Na narudia kuambia, mimi tutakutana kwenye serikali ya kijiji na mkutano mkuu. Tutatendeana haki. Mimi siangalie wewe una fedha yako na mifugo yako, utajua wewe na pesa yako. Ninachokuja ni kutenda kazi ya wananchi peke yake. Hakuna mwenye shukrani zaidi ya Mungu. Mimi niliongoza kijiji kwa muda mrefu kidogo, kwa hiyo najua tunawasaidia tu ninyi, lakini hakuna shukrani. Mwenye shukrani ni Mungu peke yake. Amina. Piga makofi kwa diwani mingi. Nisiangai. Aredo. Na mwadiwa nilinoro. Nali mwada meleme nguro. Ne nirla wari dengala lilia. Wale na logi ngori dengala lili. Na logo no bisna yolo wado yori denga. Na yolo wada miheragi nwangihu. Taso gincho bonamuga. Piga makofi kwa diwani mingi. Neni jo bonamuga ndo heregi Kitiangare. Homa benege ntongi hoyenye. Nijeju. Kanyo bana mwaje yora kanisa. Adobe enero ishauri kwa nila ishauri. Wale be mini mwana tabala manororo. Amure negi mbori nemiro ilo kesojela olorita ke uyongi humari. Mairaya. Egi ngiro? Mairaya. Akaira hopen. Wale baro. Aroni kama degala bani lera higa nagara. Mabandoi. Arede ile. Tanala ikino nala awande akangai marabo ulari ni mir. Ile. Nene mabaya. Nene mabaya. Ngai ngure hiyo. Ngure ndio mimi marabo kesi. Nana naliro na dogi. Wewe izino ngihu marara rafiki iwa degere uyongihu. Wale ngambe ni hiyo adaka tukira mba wazi. Medino ichaforo rwani yelengi jiji. Na naimwa. Na baragara bali na bali ngende na hanyo lori. Aba baragara bali ngende na yuko be gidogi rasa na. Meria lari aga meria na rasa. Kaya lazima ibe yutongwe. Kaya nyarba yola anga yege na shukrani. Miara na ndeka miara na shukrani. Ara nyana yele hara ila mbahani ele muruyo oilo muguhega yentara. Ekaji shugo naga. Ele ru nyangela re minto migela.
Kwa hiyo bwana ko rongani ne raheki umbarakino rongani niginto mayanar yankayaki. Kaya wa siaga na ligin rai. Ara subugunda ndo manari. Ala valero manari. Na lobo ajo ginyendrai ashiri angangai. Piga makofi. Nalare jodo ana kaira wenga din bunyi. Amera ungumo. Ajo gindrai ene muna nyaga rumo bro raise na saka mure ni kuna negili. Kaya garabara ayanda ndo manara mara la yoga mayani. Sawa kabisa. Lerene ofesi muneme mbesa igili una jo baganu amari. Neleho na mayani. Sawa. Kwa hiyo nyaba ado rongai karibuni bogen maina ni warwani dekanya no biro yanga dem dola lara aina go yanga di. Kaya na bogre ko laini. Kwa hiyo ano tanadol kidiangare de supu kwai. Tohoro ingai ka mayolo wala rege no ngolo liwa gelo. Wale roina biashara ke nijo jalo lugundi lage le injuri. Injuru. Alinda jo injuru. Wala mahoko bahigi. Pirondi yolo. Ama herona lae jero. Danasara elarongani la nasambin ne marum kuranda marum. Madonna no hini jawre na ariengi jiji. Ayigindo ngagoro ko molo rese na damala damwa. Na nija ay gorene. Na ayigindo ngayola ni miere mura ira ola ni miere na aji gunno amera ngai hara. Ayigindo ngola ni miere ore baadaye ne mura na yigingilie. Enirwi gani na langangai. Ora na wale gara be ngorum kura ide ko mollo. Na la gra hera ngaya mai deba na wana mayana. Na la hera mai deba wala iwa dinge wo wala iwa lonja mai. Aka hama arona mai deba. Wale na ara gere ne naligiro na jogi wale rundo na yu maendeleo. Wale kulo mwenye ginyo riende la inei oguni rolengi jiji telesia ilankai na wale bua muumi aide na leng na nodo olori ga lengi jiji ndawi yenge na ho kanisa nida wolongu mengumi. Merange andari ma kanisa na mogiri melesa igiri mama eda romani gumi ngana ira kulawa yeni na ira unande nekesh so ngiandari so tohoro Yesu kaigesa wala ira ukeshe nengiandari mwenye giri lengi jiji nara katibu lengi gango ai guselese ile kanisa sawa aya usemendo ni romondanga himai tohoro Baba Paroko uje